Samia ni mgombea wa CCM. Huseni ni mgombea wa CCM. Kuacha mwana CCM kupiga kura ni kosa la jinai. Mwana CCM yoyote tarehe 29 ukawa hukwenda kupiga kura kwa sababu ya mambo yako, tutakuhesabu wewe msaliti. Na usifikiri tutakuhesabu hiyo imeisha, kwa sababu sisi CCM wanachama wetu wote wanajulikana kwenye ubalozi wetu. Kila balozi ana orodha ya wana CCM. Kila balozi ana orodha ya wakazi wote kwenye shina lake. Wana CCM wangapi na walokuwa wana CCM wangapi. Na moja ya kazi tulompa balozi, hivi sasa ahakikishe tarehe 29 watu walioweko kwenye ubalozi wake wote wamekwenda kupiga kura. CCM oye! Tarehe 29 hakuna dharura ya kwenda kupiga kura, hakuna. Dharura ni moja tu, uwe umekufa. Lakini mgonjwa, sijui huwezi kwenda, umejifungua, umelazwa Kivunge, umelazwa Lumumba, umelazwa Mnazi Mmoja, tutakuja kuchukua ukapige kura. CCM oye! CCM oye! Sasa mwana CCM yoyote aloishi mkoa huu, jimbo lolote la mkoa huu, wadi yoyote wa mkoa huu, kutokwenda kupiga kura, tunakuhesabu msaliti, muhaini, fisadi, hatuna imani na wewe. Katika jimbo letu la Chaani ipo miradi mingi ya maendeleo iliyotekelezwa katika sekta ya afya, katika sekta ya elimu, maji safi na salama, sekta ya kilimo, lakini vile vile sekta ya miundombinu katika jimbo letu hili imetekelezwa kwa kasi kubwa. Hivyo nami nitumie muda mfupi kuelezea hilo, kwa sababu najua wana CCM wa jimbo la Chaani wana kiu ya maendeleo katika jimbo lao. Na sisi kwa kuwa tunakuja kuomba ridhaa hiyo, tumeandaa mikakati madhubuti kuhakikisha kwamba maendeleo hayo yanapatikana katika jimbo la Chaani. Ndugu zangu wana Chaani, sisi viongozi wa CCM katika jimbo hili la Chaani tumekuja na maono kwenye mambo makuu ambayo tumeyagawa kwenye sehemu 4. Sehemu ya kwanza, kwa kuwa taifa linasisitiza kila leo kwamba tuhakikishe wananchi wetu wanakula na wanakula vyakula vyenye afya, sisi wana jimbo la Chaani tumeandaa mkakati wetu wa kwanza wa usalama wa chakula. Mkakati wetu huu wa usalama wa chakula unalenga kuhakikisha kwamba kusiwe na mwanachaani yoyote kwa namna yoyote ile ambaye atalala njaa. Tunalenga kutekeleza mkakati huo kwa njia tofauti. La kwanza, tumeandaa mpango wa muda mfupi ambao ni mpango wa dharura wa kuhakikisha kwamba ndani ya jimbo la Chaani kutakuwa na akiba ya chakula cha jimbo la Chaani. Lakini jambo la pili, tumesema tutahakikisha kwamba kati ya kaya tulizoziainisha, ambayo ni kaya maskini karibu 585, walau katika kipindi chetu cha miaka 5, tuhakikishe kwamba kila kaya ya jimbo la Chaani iwe na mtu mmoja mwenye kazi. Nini tutakifanya kwenye jambo hilo? Tumesema tutafanya mambo matatu. Kazi tumeitafsiri kwenye sekta ya umma kwa maana ya serikali, iwe ya Mapinduzi ya Zanzibar au ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini eneo la pili, kazi tumeitafsiri kwenye sekta binafsi, ambapo tumeona miradi mbalimbali ya maendeleo ya sekta binafsi ikiwemo ya utalii ndani ya jimbo hili la Chaani inaendelea kujengwa. Hivi tunazungumza, kuna miradi mikubwa miwili ya maendeleo
ambayo ni ya sekta ya utalii pale Pwani Mchangani, na miradi hiyo miwili pekee ina fursa za ajira 1000. Hatuna sababu ya kuwa tusiwe na fursa hizo sisi wanachani. Lakini eneo la tatu, tulisema kwa wale ambao watakosa sifa za kuajirika ama kwenye serikali au kwenye sekta binafsi, kwa kushirikiana na sekta husika ndani ya serikali, tutahakikisha kwamba na wao wanawezeshwa kujiajiri kwa ajili ya kupewa mitaji na elimu katika nyanja wanazozifahamu. CCM oye! Kwa hiyo huo ndio mkakati wetu wa pili. Lakini kupitia mkakati huo tumesema tutaandaa au tutajenga ofisi ya jimbo ambayo itatumiwa na mbunge mwakilishi wa jimbo hili ndani ya jimbo la Chani, na ofisi hiyo itatumika kuweza kuwahudumia wanachani wote bila ya kumbagua mwanachani yoyote. Hatutajali dini yako, hatutajali kabila lako, hatutajali rangi yako, hatutajali itikadi yako ya chama cha siasa, wala mahali gani umetoka ukaja kuishi jimbo la Chani. Ili mradi unaishi Chani, tutakuhudumia. CCM oye! Tunayasema hayo kwa sababu mkakati wetu wa pili unalenga kwenye kuinua sekta ya elimu, na hasa kwenye kuinua mambo matatu. Jambo la kwanza, tutahakikisha kwamba tunainua ufaulu kutoka ufaulu wa wastani wa 25% na 35% uliopo sasa kuenda kwenye angalau wastani wa 70% kwa jimbo la Chani. Tutainua vipi ufaulu huo? Moja ya jambo ambalo wakati tunapita kupiga kampeni kwenye maeneo haya, na utafiti tuliofanya ulibaini kuwa wengi wa wazazi na walezi waliopo ndani ya jimbo la Chani wanashindwa kuchangia michango ya watoto wao kuweza kusoma masomo ya ziada. Nataka niwahakikishie wanachani, sisi mkituchagua wana CCM, kuanzia mbunge, mwakilishi na madiwani, tutahakikisha kwamba tunaondoa michango kwa wazazi na walezi kwa watoto wanaofanya mitihani ndani ya jimbo zima la Chani. Jambo la pili, tumesema vile vile tutahakikisha katika kipindi chetu cha miaka 5 kwa kushirikiana na Wizara ya Elimu, wanafunzi watakaofaulu, kwa kuwa tulikuwa na mkakati wa kuinua ufaulu, watakaofaulu darasa la 12 kwa maana kidato cha 4, tutakuwa na kidato cha 5 na cha 6 ndani ya jimbo la Chani. Kwa nini tunalenga hilo? Kwa sababu tunalenga kuwaondolea gharama wazazi na walezi ambazo zinawakuta kwa watoto wao wanaosoma kidato cha 5 na cha 6, ama nje ya jimbo ndani ya mkoa au nje ya jimbo nje ya mkoa. Lakini jambo la tatu, kwa sekta hiyo hiyo ya elimu, tumedhamiria kwa kadri ya hali ya uwezo tutakaokuwa nao, tuwasaidie watoto wa kinyonge watakaoshindwa kujiendeleza masomo yao waweze kujiendeleza kwa kadri ya hali yetu kila mwaka. Na lengo letu kwenye eneo hili ni nini? Lengo letu ule usawa na yale maendeleo kwa wote yawe kweli. Lakini tunawahakikishia wanachani, jimbo letu la Mfano tutaendelea kuonyesha maendeleo ambayo wanachani wenyewe lazima watoe saluti kupitia viongozi hawa. Tupigeni makofi basi jamani. Chani itakuwa ya mfano, lakini Chani ambayo itakuwa ya maendeleo maradufu zaidi. Tunaomba waheshimiwa wananchi wote, wana CCM, wapinzani wote, tunaomba tupeni dhamana miaka hii 5. Tunawahakikishia tutaletea maendeleo, hatutabagua. Kama wajumbe tushamalizana nao. Sisi sasa hivi hatuna wajumbe, tuna wanachani. Chani wote ambao tayari tutakuwa kitu kimoja kwa ajili ya kuwaletea wana maendeleo hawa wanachani. Kwa hiyo tunawaomba sana wanachani, tuungane kwa pamoja ifikapo tarehe 29 Oktoba. Wote tujitokeze tukamchague Ayubu, tumchague Usonge pamoja na madiwani wetu hawa, ili kuweza kuwaletea maendeleo ambayo tutayasema hapa na tutaendelea kuyasema maeneo mbalimbali.